Kwa majina anaitwa Salama Saleh Hemedi. Nimekuja kwenye mkutano huu wa kampeni ikiwa ni mwendelezo wa kampeni katika mtaa wa Msakuzi kwa Lupelanya. Leo tupo hapa kwa ajili ya kampeni ya Mheshimiwa Diwani Pius Nyantori. Kwa hiyo tumekuja kujumuika naye hapa kuendeleza zile kampeni ambazo tunaendelea kufanya katika kila mitaa ili kuhakikisha kata yetu ya Mbezi tunampata diwani ambaye ni Pius Nyantori. Umekuja kumuunga mkono diwani. Diwani unamwona ni kiongozi wa namna gani? Yani kipekee kata ya Mbezi tunaweza tukasema tumelamba dume, kwa sababu diwani Pius Nyantori tunamfahamu ni mkazi wa huku. Kwa hiyo tumeletewa kiongozi ambaye anatokana na sisi wenyewe, ni msikivu, ni mchapakazi, kwa sababu kabla ya hapo pia tulikuwa tunamuona utendaji wake wa kazi, lakini pia ni mtu mwenye kushaurika. Huyo ndio diwani wetu Pius Nyantori. Kampeni zake unazionaje mpaka sasa hivi anaendelea kuzifanya? Kiufupi kampeni zake ni nzuri. Ni mtu ambaye bado anaendelea kufanya kampeni kila maeneo ya kata hii ya Mbezi, na leo tunafanya kampeni hapa Msakuzi. Huu ni mwendelezo. Tulishaanza Mpiji, lakini pia leo tuko hapa Msakuzi na watu tunaona mwitikio ni mzuri. Watu wanaitika, wananchi wanajitokeza kwa ajili ya kumsikiliza diwani wao. Amekuwa kaidi vitu vingi kuhusiana na masuala ya miundombinu kuboresha. Unadhani vitu anavyoviahidi ataweza kufanikiwa kuvitimiza kwa wakati? Mimi nadhani kwenye upande wa maendeleo ambayo anaahidi yale yanayotokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kila anachokiahidi tuna imani atakitekeleza, kwa sababu ni miaka yake mitano ya kwanza. Tunampa miaka mitano, tuna imani atatekeleza, na miundombinu yote ambayo anaahidi wataiboresha. Basi kwa kushirikiana yeye na mbunge wataboresha. Ni kijana kama wewe, kijana mwenye nguvu. Unadhani anaweza kuingia kwenye vishawishi labda vingine hivyo? Hapana. Ni mtu ambaye anajitambua na ni mtu ambaye anajielewa. Tuna imani naye sana. Tunaamini hatotuangusha. Tukienda kumaliza majiandaje kuelekea Oktoba kufiki kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa Mheshimiwa mbunge, mgombea ubunge jimbo la Kibamba, lakini pia kwa Mheshimiwa mgombea udiwani Pius Nyantori? Sisi kama wana CCM tumejipanga kuhakikisha Oktoba tunatiki tena tiki tatu za kishindo. Tutamchagua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunaye mbunge wetu mama yetu Angela Kairuki. Tutamchagua na atapata kura nyingi za kishindo, lakini hatutomsahau diwani wetu. Ili kutengeneza mafiga haya matatu ni lazima watu hawa watatu waingie katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tutawapigia wote watatu na uhakika tutapata kura nyingi za kishindo ndani ya CCM. Shukrani sana. Sasa unakuita nani? Naitwa Salama Saleh, asanteni sana. Kwa majina anaitwa Salma Saleh Hemedi au mapacha wa Mbezi Center almaarufu. Tumekuona umejitokeza kwenye mkutano wa mgombea udiwani kwa Mheshimiwa Pius Nyantori. Tuelezee kuhusiana na mkutano huu wa leo. Kipi kimekuvutia kuja hapa? Nashukuru Mungu. Mkutano wa leo nadhani ni mwendelezo wa kampeni ambazo tunaendelea kuzifanya katika kata tofauti, katika matawi tofauti, na leo hii tupo hapa Msakuzi kwa Lupelanya. Kwa hiyo kilichonivutia hasa ni sera zake ambazo anazitoa, lakini pia tupo kwa ajili ya kumuunga mkono sisi kama vijana, na Pius Nyantori ni kijana mwenzetu. Kwa hiyo vijana tumeamua bega kwa bega, sisi na Pius na sisi. Unamwona ni kiongozi wa namna gani iwapo atapewa mitano tena kuweza kuongoza? Na ni kijana, lakini vijana wengine waga wanajiingiza kwenye makundi mbalimbali, hasa tamaa wakipata madaraka. Vipi unamwona ni kiongozi wa namna gani ataweza kuepukana na mambo haya? Naam, Pius Nyantori sio mtu wa tamaa wala sio mroho wa madaraka, kwa sababu ni mtu ambaye anajiweza, lakini pia amewania nafasi hii kuja kutusaidia sisi wananchi wote. Na imani atafanya vizuri, kwa sababu yapo mengine ambayo tunayaona baadhi kwenye maeneo ambayo anaishi kabla hata ya kugombea. Kuna baadhi ya mambo anasaidia sana katika jamii yake. Kwa hiyo naamini akipata fursa hii basi atatusaidia wengi kutokana na nafasi atakayochaguliwa. Ameahidi vitu vingi kuhusiana na masuala ya miundombinu wakuu ataenda kuboresha. Unadhani kwa ataenda kutekeleza? Maana uongozi na vishawishi, lakini pia kuna majaribu mengi. Ni kweli kabisa, ila sisi kama vijana tunasema tuna imani na Pius Nyantori. Endapo tutashirikiana naye bega kwa bega, lakini pia na yeye akishirikiana na mbunge ambaye ni mama yetu Angela Kairuki, naamini watafanya mambo mazuri, na tunampa miaka mitano ili tuweze kuona kile ambacho ametuahidi, ila sisi hatuna shaka na Pius.
Kuna wananchi wanaishi katika kata hii hawamfahamu vizuri Pius Nyantori, labda wangetamani kufahamu uzuri wake, ubora wake, umahiri wake katika utapakazi bora wa kazi, waweze kusikia kutoka kwako ili na wao waweze kumwamini. Waambie hata kidogo neno lolote ambalo unafahamu kutoka kwa Mheshimiwa Pius Nyantori kwamba ni kiongozi wa namna gani, labda unaweza kuwashawishi na wao kaza kumkubali. Mimi ninachowaambia wanamsakuzi au yoyote yule ambaye labda ndo mara yake ya kwanza kumfahamu bwana Pius Nyantori, awe na amani, lakini pia tunamwahidi sisi vijana tumeamua kumbeba yeye kwa sababu kwanza naweza nikasema ni bidhaa ambayo inauzika. Pius Nyantori ana mema mengi ambayo ametufanyia sisi kama vijana, lakini pia leo tupo hapa Msakuzi. Kwa wale ambao hawamfahamu nadhani watamuona, lakini pia ni kijana msikivu, ana upendo na watu na sio mbaguzi. Kwa hiyo wataendelea kumfahamu taratibu, tuna imani katika yale ambayo ataenda kuyatekeleza katika miaka mitano, kila mtu atamfahamu vizuri na atampenda pia. Na umejiandaje kuelekea Oktoba 29 kutakutiki kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kumgombea ubunge Mheshimiwa Angela Kairuki pamoja na Pius Nyantori? Umejiandaje kama kijana? Oktoba 2029 sisi vijana tunasema nitoke, tunaenda kutiki kwa kura za kishindo kabisa kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa mbunge ambaye ni mama yetu Angela Kairuki na diwani wetu ambaye ni Pius Nyantori. Bila kukosa sisi kama vijana tupo bega kwa bega na mafiga yetu matatu tutayabeba kichwani na Oktoba tunatiki. Shukrani sana. Asante. Mimi naitwa Zubeda Medisunzu, ni mkazi wa hapa Msakuzi. Nipo hapa kwenye mkutano huu wa diwani Nyantori kuja kutueleza taratibu zake anazoweza kutusaidia au kutupangia katika miaka yake mitano. Sera zake aje atueleze. Wewe kama mama, vijana unawafahamu vizuri, wapo wenye tamana, wapo vijana ambao ni wastaarabu. Wewe Pius Nyantori unamfahamu kama ni kiongozi wa namna gani katika kampeni zake tokea aanze kufanya? Unamuona ni kiongozi wa namna gani? Ni kiongozi msikivu, ni kiongozi mwenye uelewa na sio mbabaifu. Amekuwa akiahidi mengi hasa kwenye sala ya miundombinu, kuboresha maji na miundombinu na mambo mengine kadhalika mengi sana amekuwa akitaja. Unadhani kweli iwapo mtampa mtano ataenda kuyatekeleza kweli yote? Atayatekeleza. Una neno gani kwa kazi wakati hii? Kuna wengine hawamfahamu vizuri. Hebu wape neno basi waweze kumfahamu kutokana na jinsi ambavyo unamfahamu kiundani na wao waweze kumtambua. Mimi nawaeleza kwamba ambao hawamfahamu wamfahamu vizuri. Ni mtu mchapakazi, ni muelewa, ni msikivu na sio mbabaishaji katika kata yetu hii ya Mbezi. Wewe ni mama, unafahamu vitu vingi, lakini mtungo mama unajua ni mzazi. Umejiandaje kuelekea labda Oktoba 29 mwaka huu? Tunaona ni shamra mmekuwa mkiendelea kufanya kampeni mbalimbali, mkijitokeza kwa wagombea wa udiwani wa bunge kama hivi. Wewe umejiandaje kwenda kutiki na kina mama wenzako ambao unakaa katika kata hii? Sisi wote kina mama tuko na jambo letu tarehe 29 Oktoba. Tunatiki kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Tunakwenda kutiki kwa mbunge wetu Angela Kairuki na tunakwenda kutiki kwa Pius Nyantori akiwa ni diwani wetu. Neno la mwisho basi kwa wananchi ambao wanakutazama kata hii, wape neno lolote ambao unatamani kuambia waweze kujua. Ninachotaka kuambia ni kwamba Oktoba 29 twende tukatiki.